Aya, asanteni sana. Langu jina ni Mjukuu Bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi ya wananchi na mtetezi wa wanyonge. Kwanza wacha nichukue fursa hii nitume rambirambi zangu kwa watu wa Kasipul constituency kwa sababu wamepoteza mbunge wao. Na naomba siku ya leo tafadhali muniruhusu nianze na maandiko matakatifu Biblia ambale yaandikwa na mtume Mathayo. Tunataka kusoma Mathayo 26 mstari wake mdogo 52 ambaye inasema hivi. Hapo Yesu akawaambia, rudisheni upanga wake alani, maana yoyote anayetumia upanga hatakufa kwa upanga. Hiyo ni Biblia matakatifu. Mathayo 26 mstari wake mdogo 52 ambaye inasema hivi. Hapo Yesu akawaambia, rudisheni upanga wako halani, maana yoyote anayetumia upanga hatakufa kwa upanga. Ndugu zangu, kifo ni uchungu. Na hata mimi kama binadamu mtetezi ya wanyonge, Mjukuu Bunduki, singelipenda nikuwe katika kwenye fracas ambayo mimi naua wananchi. Yala ambayo imefanya nisome hii maandiko siku ya leo Mathayo 26 mstari wake mdogo 52. Ya kwamba since serikali William Ruto chaguliwe kwenye mamlaka, tumeona wananchi wanabebwa ujinga zaidi. Ndio maana nimerudi kwa maandiko matakatifu. Ya kwamba tuko na siku ya 3 siku ya leo ambapo wanaume, mababa za watu, mandugu za watu, mahanko za watu hawakukuwa na fracas na mtu wowote. Kisha serikali ya Kenya Kwanza wakatoa wanajeshi kwa Barak, wakaenda kuwapiga vichwa zao risasi. Watu 6 wako mchari siku leo kule Ongata. Na unapata kwamba wale maskari hawajashikwa. Ndio maana nasema ya kwamba kuna mwanasiasa anajua hii kifo ya watu 6 kule Ongata. Land grabbing. Aliandika Biblia, hakukuwa mjinga. Ndugu yangu, ukiishi kwa upanga, kifo yako ni kwa upanga. Leo ukiwa mjukuu bunduki na bunduki, utakufa na upanga. The same bunduki ambao umetumia kuua mjukuu litakukayo kuua. Ndugu zangu, kuna wanasiasa wanajifanya wao wanajua Biblia, lakini matendo yao ni chafu. Wale vijana ama wale wazee ambao wameuliwa kule Ongata, tangu wauliwe siku ya Jumatatu hadi wale hakuna polisi yoyote wala mwanajeshi wala DCI wala regional commander ambao ameshikwa. Watu wameweka makende zao juu ya ba, wanakunywa wakinyonywa damu zetu. Ben mwananchi common man kama mimi ni kama kuku. Wanatuma ende uwe mjukuu, anapigwa kichwa risasi, anarushwa kwa sababu order from above. Nataka niseme ya kwamba wale wanasiasa wamezoea kuua watu. Kifo yenu pia ni the same. Hakuna tofauti. Ndio maana Biblia ilisema kwamba kama mimi mjukuu kijana Uhuru Kenyatta na uanga watu, mimi pia nitauliwa. Mimi kama mjukuu nataka wale watu 6 ya Ongata Rongai ama Ongata kule maeneo ya Narok County wapewe haki yao. Wale takataka ambao walitumia G3 AK47 ambao ni mali ya umma, mali zetu, wawekwe ndani na wafungwe maisha. Na tuambie ni mwanasiasa gani ambaye aliwatumwa, kwa sababu ni mambo ya fracas ya land grabber ambayo ni siasa. Sidhani kama kuna jeshi wanaweza toka kwa Barak wakuja watu uwe kama hawajatumwa na mwanasiasa. Nataka kusema kama watashikwa na ule mwanasiasa alitoa amri, authority wale watu 6 wakauliwa juu ya ile shamba ekari 6,000, huyo mwanasiasa pia atauliwa na bunduki. Kilio ya wale wa mama, kilio wale watoto ambao hawana mababa, ambayo karo ya shule inaenda kuwalemia wao, wale maskari ambao walihusika, nyinyi pia bunduki kichwa lenu, mtauliwa. Sikwa danganyi. Mathayo 26:52 utauliwa ndugu yangu. My friend, kuna siku utatumwa kwenda kuleta salama. Hapo ndio utapata askari mwenzako anajaribu kuprotect maisha yake, akupiga kichwa risasi. Utakufa ndugu yangu. Hautakwepa. Wale watu 6 wameuliwa Ongata. My friend, wale askari kama unajua ulihusika, ndugu yangu,
Si familia yao wanaisha, wanalia. Si mabibi zao walimwaga machozi. Si mama zao walimwaga machozi. Baba zao walimwaga machozi. Watoto wao kama walikuwa wanalipia karo ya shule hawana baba saa hii. Kama walikuwa wanakunywa chai saa hii hawakunywi chai kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa anategemea wameuliwa. My friend, wewe pia tarajia kwamba utapigwa kichwa. Ukipiga tumbo yake, wewe pia utapigwa tumbo. Maandiko yanasema kwamba ukiishi kwa panga, unakufa kwa panga. Twende Homa Bay County. Watu wameuliwa Homa Bay, aswa Kasipul constituency. PS Raymond Omola anatoka Homa Bay, hawajawahi zungumza. Wanajua yale yanafanyika kwa ground. Kabla huyu jamaa aliyeua mbunge apatikane, mimi kama mtetezi wa nyonge nataka kujua wale ambao walikuwa wanahusika kuwa watu kwa Kasipul constituency Homa Bay County ni wakina nani? Tuko na videos. Jinsi vijana wanalia, wamebebwa damu imemwaga kwa mwili zao, wakililia yule mtu ambaye alikuwa anawaua. My friend, maandiko matakatifu inasema kwamba ukiishi kwa panga ndugu yangu, kifo yako itakuja kwa panga. My friend, wakati imefika vijana wa taifa la Kenya, aswa Luland, nataka kuongea na Wajaluo. Wanasiasa ambao wanatutumia kuenda kulipa 200, anakupea 2000 na panga na rungu. My friend, hakuna siku utafanikiwa kwa maisha yako. Nataka kuuliza DCI, Mheshimiwa Amin Mohamed, mkuu boss wa DCI. Nataka niulize Nordin Haji, mkuu wa NIS, ujasusi. Nataka niulize mkuu wa polisi Douglas Kanja, ni nani alihusika na kifo ya watu wa Kasipul? Juzi siku ya Saturday watu walitandikwa kwa matanga. Wanajua, Raymond Omola anajua very well. Governor Homa Bay anajua. Wanajua vizuri. Lakini hawezi zungumuza. My friend, mtatuua kama wananchi. But maandiko matakatifu Mathayo 26 mstari wake mdogo 52 ambaye anasema ya kwamba ukiishi kwa panga nawe pia utakufa kwa panga. My friend, utakufa. Hii ni onyo kwa wanasiasa. Wala ambao nadhani ya kwamba wao ndio wako na nguvu, wako na gunzi. Utaua mwananchi ukisema wewe ni kiongozi, lakini wewe pia yako itafika. Hatutakaa taifa tunahangaishwa. Ukienda maeneo Yoyugis, watu wamebaki vilema, miguu zimekatwa. Watu wamekatwa kama ndizi. Lakini the government of the day hawawezi zungumuza. The government of the day hawawezi shika watu. Kwa sababu gani? Praise and worship. Mimi kama mteteza wanyonga, afadhali nikufe kama natetea watu kuliko nikufe ya kwamba nimepewa pesa na mwanasiasa naenda kupiga mtu. Mimi sina kifua, sina nguvu. Mungu alinibariki na kipaji na nguvu na sauti na hekima kidogo ya kuelemisha watu. Hiyo ndio nitakayotumia kubadilisha vijana wenzangu. Useless people. Kwa nini nachaguliwa? Nikichaguliwa kama mbunge ya kuwakilisha wananchi, inafaa nitengeneze uongozi nyuma yangu. Sio kutengeneza followers, wafuasi. Mwanasiasa ambaye anakuwa na wafuasi, huyu hana suluhisho na wananchi. Kiongozi anafaa kutengeneza uongozi kando yake ndio uone uongozi. Nataka kuambia serikali, mtafute mtu aliyeua Mheshimiwa Sir Charles Ong'ondowere. Na kabla huu mtu apatikane, pia nataka mtume the same your government. Watu waambie ni nani alikuwa anaua watu Homa Bay. Hiyo ni kitu ya kwanza. Watu waambie kabla huu jamaa julikani nani alikuwa anaua nani, kabla wajue ni nani ameua mbunge. Kwa sababu hakuna mtu ambaye ana authority ya kuua mbunge na kuna mtu ana authority ya kuua mwananchi. Kabla watafute huyu mtu ambaye ameua mbunge, watu waambie ni nani alikuwa anahusika na vifo ya watu wa Homa Bay. Watu wameuliwa Homa Bay. Watu wa Homa Bay wamebaki wajane. Watu wamepigwa kwa matanga. Watu wamekatwa na panga. DCI Oyugis hawazungumuzi. Regional Commander Homa Bay hazungumuzi. My friend, sisi wajinga class gani? Sisi wajinga. It is high time young people, afadhali tukufe kama tunajaribu. James Bobo Orengo alijaribu, ndio maana leo anashimika. Kwa sababu alikuwa anasimama na wananchi. Nitajaza hiyo gap ya kina Bobo Orengo. Siko hapa kwa seko fan kupiga makofi nipe 2000. Itanifaidi nini? Umenipea 1500 nimeenda kuua mtu. Familia yangu hawatakula. Wale watoto ambao nimezaa, wale watoto wazuri, hawatasoma, watakuwa chizi. Siko tayari mtoto wangu kuwa chizi. Siko tayari mimi mwenyewe kutumika kumwaga damu kujua mwanasiasa.
Na hii nataka kuambia wale wanasiasa ambao wanapiga kifua Luo Nyanza. My friend, wakati imefika muanze kurudi chini mjue wewe ni kiongozi ama wewe ni goons. Nataka kuambia idara ya usalama, mutafute mtu aliyeua mbunge wa Kasipul Ong'ondowere. Mutafute kwa mbinu yoyote huyo mtu apatikane. Pili, tuambie nyinyi kama serikali na usalama, ni nani alikuwa anahusika na watu wa kukatwa na panga Homa Bay? Juzi weekend watu wampiga kwa matanga. Kwani sisi wajinga kiasi gani? Then unapata pia Raymond Omolo ananyamaza. Unanyamaza unatoka Homa Bay. Unajua yale ambayo yanafanyika Homa Bay. Watu wamebaki wamama wamebaki wajane. Kama wale vijana ambao walikuwa wanategemea watoto wao wote wameuliwa. Uwezi huwa watu dunia mzima ubaki ndugu yangu, uwezi ndugu yangu. Uwezi. My friend, uwezi huwa watu nukue, uwezi ndugu yangu, uwezi. 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 Ninawarudisha wanasiasa. Hii ninarudisha wanasiasa wote. Mwende musome Mathayo 26. Mstari wa kimdogo 52. Ndugu yangu Yesu aliwaonya. Rudishini upanga. But ukishi kwa panga utakufa kwa panga. Wewe askari ambao unajua kushoot, wewe ndio unajua kulenga. Lenga sababu shooter. Lenga kichwa, pia wewe pia tu. Kuna siku atatumwa ya kwamba kuna mtu ameiba bank. Ukienda pale unapigwa matako ama kichwa unaenda binguni. My friend, Kenya is belong to people, not to goons ambao ni wanasiasa. Siasa ya Kenya imejaa goons. Unapata mbunge ni goons, mbunge ni muizi, mbunge ni thugs. Then what do you expect? Sinitero is constituency. What do you expect? Ni aibu. Ni aibu. Tumeua Gen Z. Tumeua watu constituency. Tumeua watu wapi? Mkenya hana amani. Mkenya analipo shura hana amani. Lazima viongozi wa taifa la Kenya wakuwe responsibility. Na wakuwe responsible kwa maisha yetu bana. Ndugu yangu nataka niambie, hata ukue binguni wewe ndio ukue nani? Wakati wananchi watamwaga machozi, hata uibe bilioni 100 ngapi, my friend, utaenda. Utaenda ndugu yangu. Utaenda. Kwa nini uwe watu? Kwa nini? Kwa nini serikali ya Kenya hawezi protect maisha ya watu? Wewe ujiulize, kama mbunge anaweza pigwa risasi mbunge. Jiuliza. Pale roundabout, pale ya Bagathi, inaitwa Raila Odinga Road. Kama inaweza pale Bagathi ambapo polisi imesimama roundabout pale. Pale karibu na Nairobi Hospital. Pande ni Desta. Ndugu yangu, kama unaweza pigwa risasi, wewe mwananchi, maisha yako iko wapi? We don't have kama ben. Hatuna serikali. My friend, narudia, hatuna serikali na tuna pinzani. Ndio maana tunauliwa constituency, tunauliwa katikati ya jiji. Then unataka kukuja ati mnajua nataka unaona wale viongozi wote walisanyana pale kwa funeral home. Nataka wote kwa sababu wengi wao wanatoka Nyanza. Nataka warudi waende ujiulize swali, ni nani alikuwa anaua watu Homa Bay? Tuanzie hapo. Pili, wewe kama kiongozi, wewe governor, je, unafanya maslahi ya wananchi ama unafanya maslahi ya chama? Hiyo ni kitu ya pili. Je, unafanya haki kwa wananchi ama unafanya haki kwa mdosi wako? Tatu, power ambao unalinda ni power ya Mungu. Unaweza unaweza fikiria kwamba wewe ndio kuna goons ama unalindwa serikali. My friend, siku ya mwezi na 40. Maandiko matakatifu inasema ya kwamba ukishi kupanga utakuwa kupanga bai. Hata mimi nikianza kuwa watu nitauliwa. I know very well. I know. Ndio maana sina hofu nikitembea. Iwapo mjukuu na watu, my friend, nitauliwa. Sitashinda kuuliwa. Kama nahusika na mambo ya kuua watu, nitauliwa ndugu yangu. Hii nitaka kuambia vijana. Mwanasiasa kusikutumia Wajaluo wenzangu wale wadogo. Tumepoteza vijana ambao wangesaidia constituency, wangesaidia Luo Nyanza. Kwa sababu siasa duni, maisha duni, chama duni, maisha duni. Mtu anaabudu chama badala abudu wananchi. Angalia kwetu Migori. Governor ako radhi kusimama juu ya gari kuambia nimuumize ama si nimuumize. Ati all governor. My friend. Mungu wa siku hizi sio Mungu wa kitambo. Hii ni Mungu ya kijana. Tap, one touch. Ukiua watu pia akakuja tap, anaenda na yeye. Mungu wa siku hizi. Mathayo 26. Mstari wa mdogo 52. My friend, ukishi kopanga. Hiyo ndio maandiko. Mimi si kuandika Biblia, but ni lazima nifuate Biblia.
Hakuna mahali Biblia imesema ukienda kutoa offering kwa kanisa unatangaza mimi mjukuu wa bunduki jana Uhuru Kenyatta nimetoa milioni 100. Biblia gani? Wao ndio con men. Biblia gani? Biblia aliandika vizuri. Ukiona ya kwamba wao wanajua Biblia, wao wanaanza kuhubiri kando ya barabara, wao ni waizi. Biblia inasema kwamba toa 10% kwa ile mapato yako. Na kwa juma siku ya kwanza kama ni siku ya Jumatatu kama umepewa 100 toa shilingi 10, hiyo ndio 10% ya Mungu ambaye anataka. Hataki pia yako, anataka only 10%. 90 ni pesa yako. Siku ya kwanza ya juma. Hiyo ndio maandiko matakatifu. But we have con men, thugs, terrorists, goons, guns, abductors. Ikifika Sunday wanabeba pesa na gunia wanaenda kwa kanisa. Umutakufa. Nataka kusema hii maandiko ya Mathayo 26 mutakufa. The same way mnafanya Wakenya wanaumia. The same nyinyi pia hamutakula. Mimi si kuandika Biblia. Watu wamesafa. Watu wameuliwa. Mimi cha ajabu ukiangalia TikTok saa hii ina trend jinsi watu walikuwa wanapigwa au kama Burukenge. But DCI anajua, Regional Commander anajua. PS Omola anatoka mabe anafahamu vizuri. Then kwa sababu sisi wote ni prefer kwa waketendereza. Bless the Lord. Praise the Kenya kwanza. Hakuna mtu anashikwa. Kenya kwanza asifiwe. Hakuna mtu anashikwa. Oh, Kenya kwanza abudiwe. Namiwe. Kenya kwanza aishi muda mrefu. Hiyo ndio wanafanya. But the common mwananchi watu wana miguu. Enda Homa Bay na watuma. Endeni Homa Bay muende muangalie Kasipul. Mconfirm jinsi watu wamebaki mayatima. Kwa sababu political blackmail, political conmanship. Watu wanauliwa, hakuna mtu anahusika. After all, mimi nitaleta pesa kwa party leader, nipewe ticket. We cannot live like that. Then we expect when Godfather. Hakuna Godfather. Hata mimi ninayeongea, sijui ni siku gani nitakufa na sijui nitaniua. But I believe ya kwamba hata nikiuliwa naenda mbinguni. Kwa sababu sina mtu ambaye anakimbisha, sina mtu ambaye anataka kumweke sumu, sina mtu ambaye anataka kuua, na sina time ambaye anatumia mwanasiasa ndio huyu mtu fulani. My friend, afadhali usulubishwe kama Yesu Mesia alisulubishwa kwa msalaba kwa sababu makosa ya watu kuliko wewe mwenyewe umetenda. Watu wanabaki mayatima. Mtu anakuwa anajifanya atuchunguze. Hapa Homa Bay. Mtu ameuliwa kwa nyumba yake mbele ya mke wake. Na ni mtu ambaye alikuwa karibu na OCS, John Mbadi. Hadi leo hatujapata uchunguzi. Bado wanatuambia wanatupigia hadithi. Oh, tunafanya uchunguzi ya nini? Ya mama yenu. Wije uchunguzi mnataka? Mtu ambaye alikuwa mtu wa karibu ya CS, John Mbadi, akauliwa kwa nyumba yake mbele ya mke wake, ndugu yangu. Homa Bay moja. Akina Raymond Omolo wamefanya nini? Kwani kuna kitu mjukana anaweza fanya serikali akosa kujua? Kama ni phone call anajua. Everything. My friend. Kama ni fingerprint itajulikana. Ni nini mnatuambia? Hapa laboratory DCI, Uhuru Kenyatta alijenga. Iko high class. Chembe tunaweza fanya pap ijulikane nani aliua mtu. Hizo ni vitu ambavyo ni simple kwa sababu hawana haja na wana mikakati. Wamechukua siku hizi ni kitu kama kawaida. Kuua mjukuu hiyo ni historia, watu watalia kidogo niende. Kuua mbunge ni kawaida watu. Hebu jiulize serikali, nataka nitume serikali. Wewe kama serikali, hebu kaa chini, uangalie mtu akae chini, aanze kupanga anataka kuwa mbunge. Ni nini huyu mbunge amefanya nataka kulewa? Hebu kaa tu chini ndugu yangu. Hii ndio nataka niulize serikali. Ni nini ambayo inasafanya mtu akae chini, aseme sasa mimi leo nataka niue honorable mjukuu wa bunduki. Ni nini mjukuu wa bunduki amefanya? Aidha mjukuu wa bunduki ni land grabber, aidha mjukuu wa bunduki ni muuaji, aidha kuna deal ambayo mjukuu amefanya na watu wake na amerusha watu wake. Vitu matatu. Ndio nataka vifo. Tumefanya deal, nimerusha watu. Nimekuwa land grabber, watu wananifuata. Ama nimeua watu. The only three things dinafanyanga mtu anauliwa. Aidha wewe ni mwanasiasa, aidha wewe ni mfanyabiashara, lazima upatikane kwa vitu matatu. Deal umefanya, umerusha wengine, umeua watu, umegrab shamba. Only three things ndio nauanga wanasiasa na watu wafanyabiashara. Kifo ni uchungu. Na hii ndio maana nimesema kwamba ninatuma rambirambi zangu kwa familia na jamaa ya mbunge ambaye ni marehemu. But we want to know ni nini alikuwa anaua watu Homa Bay. Hii hatuwezi kwepa. Mimi siwezi fanya praise and worship. This is our country. Afadhali nikufe kwa duty nikitetea watu kuliko nikufe kwa nyumba. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba yule mtu muoga hata aone ufalme wa Mungu. So why now nikuwe muoga? Mimi sio muizi. Mimi sio land grabber.
Hakuna deal nafanya deal chafu ambayo nitafanya kwamba natembea nikifija. Mimi nakanyaga ni miguu. Na Mungu akinibariki na gari ni sawa. My friend. Hatuwezi kuwa ati sisi tumetest na geuka. Mimi na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni muizi peupe. Uhuru Kenyatta ni meupe. Kama where? Wapi? Mimi kama babangu ni muizi nitasema babangu ni muizi Uhuru Kenyatta. Kama babangu ni safi nitasema babangu ni msafi. Siko kwa kikundi ya praise and worship ambayo inafanyika ndani ya taifa la Kenya. Mimi ningependa kuambia vijana, nataka niambie vijana. Vijana, wakati mbunge anakupea 2,000 huwa mjukuu, piga hesabu 2,000 itakutoa kwenye mahakama ama kwenye sel. Ndogo yangu. Pili 2,000 ndio maisha yako. Mimi kama mjukuu, mtetezi ya wanyonge, ninasema na ninarudia. It is high time we as young people from Kenya, a swap from Luo Nyanza, we must change. Kama kuna badiliko, my friend, hadithi, piga suit PVPs, unakuwa maskini, then huyo mchagua, ndio kuna authority anakuja. Ani, mimi nimeshindwa kwetu Migori, MC anapigwa na anapigwa na boss wake. Hebu imagine. Nauliza tu. Imagine. Ati mimi sasa ni governor mjukuu, naanza kupiga Riani MCA. Tunaenda wapi? Ni wapi tunaenda? Mimi niko na hasira kwa sababu watu wameuliwa Homa Bay Kasipul. Na kuna mtu anazungumuza? Hakuna. Kabla tuambie huyu ndiye ameua mbunge, pia wakuja na taarifa kamili ni nani alikuwa anaua watu Homa Bay. Maandiko matakatifu inasema ya kwamba ukiishi kwa panga, my friend, unakufa. Hautakwepa. Mimi sitaki nikudanganye. Nikianza kuwa vijana wenzangu, mimi najua nitakufa. I know very well the consequences of killing. Kitu yote ambacho unafanya iko na the consequences. Ukifanya hivi, consequences za kupata. Hiyo ndio kitu tunajua. Only consequences ambayo itakupata. Consequences. Yoyote ambayo unafanya itakukuta. Kama wewe ni muuaji, italipata. Kama wewe ni mtakatifu, tarajia ufalme wa Mungu. But nataka nitume idara ya usalama, IG Douglas Kanja, mkuu wa DCI boss Amin Mohamed, nataka nitume mkuu wa ujasusi NIS Nordin Haji, wote wahusike, watufanyie uchunguzi waliohusika kule Ongata na zile vifo ambayo imekuwa pale Kasipul. 3, watufanyie uchunguzi, watuamini nani ameua mbunge. Hizo ni vitu matatu. Watuambie. So hizo ni vitu lazima tukubalie nayo. So ni wakati wetu watuambie ni nani ambao wanahusika na mambo na mauaji. Mimi nataka kuambia wanasiasa, narudisha kwa Biblia, mwende msome Mathayo 26 mstari wake mdogo 52 hadi 53. Mtajua kwamba ukizoea kuua mjukuu, wewe pia na jamii yako Mungu asani Mungu akijana, si Mungu akitama ati ukifanya maovi ati nani? Ati wajukuu wako. Hakuna wajukuu. Mungu asani digital. Mungu asai, Mungu wa siku hizi, Mungu wa digital. Hakuna ati mjukuu ameua watu, ati watoto wa mjukuu, hakuna watoto wao wajukuu, hakuna. Mjukuu analipa. Mtu tu anakuja from Mungu analeta tu mtu, anapiga mjukuu kichwa mjukuu anaenda mbinguni. Amemaisha hiyo kizazi. Ati mtu anakaa, my friend, wanasiasa, someni Mathayo 26 mstari mdogo 52. Nyinyi ambao mmezoea kupiga watu, ati nyinyi ndio goons. Ati wewe ndio ukipingwa uko na bunduki. Ukipingwa kuna bonsa, my friend. Bonsa ya Mungu itakutoa kwa V8. Hata kama iko na bulletproof itakutoa. My friend, heshimu wananchi. Kama wewe ni mwanasiasa, heshimu wananchi. Power is belong to people, not politicians. Jambo la mwisho.